Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani haitolipa fidia kama sehemu ya matakwa ya Iran ili waufungue mlango wa bahari wa Hormuz. Na rais huyo amedai kwamba kama Iran wakitudai na sisi tutawadai. Rais huyo amesema Iran italazimika kulipa fidia Marekani, wakati akijibu Tehran inayotaka kulipa fidia na Washington kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Rais Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba hilo ni wazo zuri kwa sababu hata yeye ataidai Iran fidia kufuatia vifo na majeruhi walioumizwa na mabomu yaliyofukiwa pembezoni mwa barabara za Iran na mizozo mingine mingi. Aliangazia hususan shambulizi aliloliita la kigaidi la kujitoa muhanga kwenye manowari ya kijeshi ya Marekani ya USS Cole mnamo mwaka 2000 na kusema Iran inapaswa kulipa fidia familia za mabaharia 17 wa Marekani waliouawa katika shambulizi hilo la Oktoba nchini Yemen, ambalo badala ya Iran kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililaumiwa. Hakuishia hapo, akaongeza kuwa dola hilo la Kiislamu linatakiwa kuwajibika kwa uharibifu wa vifo vya watu kuanzia Lebanon, Syria, Yemen hadi ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Iran mwishoni mwa wiki iliyopita ilisema ilikuwa inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusiana na njia ya usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini katahadharisha kwamba kufunguliwa kwa mlango huo wa majini kutategemea ikiwa Washington itakubaliana na masharti 6 ambayo ni pamoja na kuondolea vikwazo, kuacha vitisho vya kijeshi na kukubali kulipa fidia kwa ajili ya uharibifu uliosababishwa na vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel, ambavyo pia vimemuua kiongozi wa mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Masharti hayo kwa kiasi kikubwa yanaendana na yaliyokuwemo kwenye makubaliano ya awali ya amani yaliyotiwa saini mwezi Juni, ambayo hata hivyo yalisambaratika. Katika hatua nyingine, Trump amesema tayari wameyaondoa mabomu yaliyofukiwa katika eneo la lango hilo la bahari, hivyo akimaanisha kwamba sasa njia huo uko wazi kwa ajili ya meli za kibiashara. Hata hivyo, wakati huu kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei amekutana na Rais Masoud Pezeshkian na wamefanya mjadala wa karibia masaa 8 kujadili hatima ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na usalama wa taifa hilo na namna kukabiliana na Marekani pamoja na Israel. Rais amesema kwamba alifanya mazungumzo kwa masaa hayo 8 na Ayatollah Al-Khamenei, ingawa hakusema walizungumza nini haswa, lakini kubwa ni namna ya usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na jinsi watakavyokabiliana na Marekani ya Rais Donald Trump. Aliliambia shirika la habari la serikali la IRIB kwamba yeye na Khamenei walijadiliana kuhusu maisha ya watu, hali ya masoko, ajira na makazi ya watu, lakini zaidi usalama wa watu wa Iran. Akaongeza kuwa walizungumzia matatizo yanayojitokeza kwa sasa kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani, na ndio maana hata katika masharti 6, moja kati ya masharti hayo ni kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Kubwa zaidi, kulingana na Pezeshkian, ilikuwa ni mkazo wa Khamenei katika suala la umoja na mshikamano, kwa kuwa mipango ya adui inalenga kuwagawanya watu wa taifa hilo na kutoa wito kwa watu kuzuia hilo kutotokea. Hii ilikuwa ni mara ya pili kwa rais wa Iran kusema amekutana na kiongozi huyo wa juu tangu alipochaguliwa mwezi Machi. Aliingia madarakani baada ya shambulizi la Israel kumuua baba yake Ayatollah Al-Khamenei. Mojtaba Khamenei, ambaye inasemekana alijeruhiwa vibaya kwenye shambulizi hilo, hajaonekana hadharani tangu wakati huo, lakini picha mbalimbali zimemuonyesha kiongozi huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran akionekana na baadhi ya maafisa wa Iran nchini humo. Licha ya kwamba haikujulikana ni eneo gani, lakini picha hizo zilionekana. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.